Asante sana ndugu zetu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla katika mtandao wetu wa Mokenya TV mahali popote mlipo. Naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima ubuheri wa afya mahali popote ulipo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa, nikueleze yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania baada ya maandamano kushika kasi kwa siku ya 3 mfululizo. Ni kipi ambacho kimefanyika? Hatimaye waandamanaji katika taifa la Tanzania wameamua kuelekea ikulu ya Suluhu Hassan. Wamefika ama hawajafika, hayo ndio naenda kufahamisha haswa katika kanda hii, na nia yao ya kuandamana kuelekea ikulu inamaanisha nini. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi kwa heshima na taadhima. Unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe, wewe ni mgeni, njoo ingia na viatu pasipokuwa na uoga ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote mpya pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Baada ya uchaguzi kufanyika katika taifa la Tanzania, uchaguzi ambao uliweza kuwa na vurugu, vituo vya upigaji kura kuharibiwa hapa na pale, waandamanaji wakiongozwa na vijana wa Gen Z katika taifa la Tanzania wameandamana, na leo siku ya Ijumaa ni siku ya 3 mfululizo tangu siku ile ya Jumatano wakati uchaguzi uliweza kufanyika. Siku ya Ijumaa vijana wa Gen Z, vile unavyoendelea kutazama hewani, waliweza kuamua kufunga safari kuelekea ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho wanasema walikuwa wanaenda kumsalimia. Lakini kabla ya kuingia katika ikulu ya Samia Suluhu, maafisa wa polisi waliweka vizuizi katika barabara ya Magogoni, barabara ambayo inaelekea na kuingia ikulu ya Samia Suluhu Hassan. Wakawazuia maafisa wa polisi na wanajeshi, huku wakiwazuia waandamanaji kufika katika ikulu ya Samia Suluhu Hassan. Na ripoti ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari ni kwamba bado vijana hawaja kufa moyo, lakini tunafahamishwa kwamba inadaiwa marisasi yaliweza kutumika, na kuna baadhi ya Watanzania waliweza kujeruhiwa kupitia risasi ambazo ziliweza kufiatuliwa wakati vizuizi viliweza kuwekwa katika barabara ya Magogoni ambayo inaelekea ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa kile ambacho kinaendelea, tumeweza kushuhudia makaratasi ya Samia Suluhu Hassan Rais ambayo yaliwekwa posters kila mahali yakiondolewa, huku wakisema hatutaki Suluhu Hassan, hatutaki CCM. Na tumeona ama tumeshuhudia baadhi ya petrol station ama vituo vya mafuta vikichomwa na moto kupitia waandamanaji ambao wanaendelea na maandamano katika taifa la Tanzania. Na huku tukipata ripoti katika mji wa Dar es Salaam, kuna baadhi ya watu wameweza kuuawa pale kufikia sasa. Na kile ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania ni kwamba mitandao imeweza kuzimwa, ila tu vijana wa Gen Z wanatumia mbinu zingine ili kubeberusha na kuonyesha kile ambacho kinaendelea katika taifa lile la Tanzania. Kuna wale ambao wanajiuliza, mbona vijana hawa wanaandamana kuharibu bidhaa mbalimbali, mali ya watu hapa na pale? Number 1 ni kwa sababu wanalalamikia mambo ya utekaji nyara, jambo ambalo limeweza kushuhudiwa kwa muda katika taifa la Tanzania. Na kuna wale ambao wanadai haki kufanyika kupitia demokrasia katika taifa la Tanzania, kwa sababu kuna
wapinzani wa Suluhu Hassan ambao waliweza kuzuiliwa kutokuwa kwa debe kuwania kiti cha urais, na yule ambaye ni wa Chadema Tundu Lissu naye aliweza kuzuiliwa kuparticipate katika uchaguzi ambao uliweza kufanyika siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Kuna mwingine kutoka mrengo wa upinzani Mpina naye aliweza kuzuiliwa. Hao viongozi wawili ambao walikuwa maarufu katika siasa za Tanzania waliweza kuzuiliwa. Rais wa sasa ambaye inadaiwa ni kiongozi wa kiimla Suluhu Hassan wakazuiliwa na hawakuwa katika debe ya kuwachagua viongozi wale ambao wanatafuta kiti cha urais, na yule ambaye alikuwa kwa debe ni yule ambaye alikuwa na umaarufu wa kisiasa ambaye sio mwingine ni rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, kumaanisha hakuwa na upinzani mkubwa kwa sababu wale viongozi wawili wa mrengo upinzani waliweza kuzuiliwa, Mpina na Tundu Lissu ambaye yu kwa jela hata sasa hivi tunapoenda hewani akiwa chini ya ulinzi mkali na kuzuiliwa kutofanya mawasiliano yoyote na Watanzania. Kuna wale ambao wanadai imefika wakati Tanzania inastahili kuwa na katiba mpya ambayo itawaongoza, haswa ni muda ambao umefika ama wakati ambao umefika wa kupata mabadiliko ya uongozi, wa kupata mabadiliko haswa katika katiba. Lakini kwa yale machafuko ambayo yanaendelea kushuhudiwa, tuliweza kuona hata kiwanja cha ndege vijana wa Gen Z wakifika pale wakilalamikia uongozi wa Samia Suluhu Hassan na chama cha kisiasa cha CCM. Imefika wakati AU, muungano ule wa AU, kwa sababu Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambao wako chini ya mwavuli wa AU. Muungano wa AU sasa wanastahili kuingilia kati kuhakikisha kwamba kuna utulivu katika taifa lile la Tanzania ili kuokoa yale ambayo yanaendelea. Tumeshuhudia mashirika mbalimbali ambayo sio ya kiserikali wakitoa lawama, wakilaumu serikali ya Samia Suluhu Hassan na kuomba internet ama mitandao iweze kurejeshwa mara moja ili kuhakikisha kuna mawasiliano mema katika taifa hili la Tanzania. Tunaarifiwa kwamba mambo sio sawa katika taifa la Tanzania kwa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa. Je, maandamano haya yatafika mwisho siku gani? Maandamano haya yatafika mwisho siku gani? Ni swali ambalo tunaendelea kujiuliza kila wakati. Je, tutakuwa na uchaguzi mwingine? Lakini kuna ripoti ambazo zimetufikia kwamba huenda Samia Suluhu Hassan apishwe na kuingia afisini wakati wowote, kwa sababu ama kura zile ambazo zimeweza kuhesabiwa huenda zitumike kumutangaza kuwa rais wa taifa la Tanzania. Je, akitangazwa ni kipi ambacho kitafanyika? Ataapishwa kama kawaida, na baada ya uapisho wananchi wa Tanzania watakubali? Hatuelewi. Mambo yamekuwa tofauti ikilinganishwa na vile mambo yalivyokuwa hapo awali katika taifa la Tanzania, taifa ambalo limeweza kuandikisha historia mpya tangu uhuru. Maandamano yalianza kutanda siku ya uchaguzi, jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa Tanzania. Tanzania imekuwa ikijulikana kama taifa ambalo liko na nidhamu, liko na heshima zake, lakini sasa mambo yamekuwa tofauti. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha hii kanda. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button and this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content also. Have WhatsApp groups and on Facebook, and this only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.